Naitwa Shaban Musa, natokea Jai Kigogo. Swali langu kuhusu mtoa mada wa kwanza, kama nitakuwa nimemuelewa vizuri, amesema kwamba unapotoa wakfu utoe sehemu ambayo ni halali katika matumizi. Naomba niulize swali kama ifuatavyo. Na wakfu wangu mimi, mfano nahitaji kutoa kwa jeshi la polisi kujenga kituo. Na nilikuwa naomba jibu imekaaje. Shukrani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ramadhan Hassan Kombo, ni katibu wa Jumuiyatul Akhlaq Islamia, kituo cha hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa mujibu wa wazungumzaji waliozungumza mashekhe wetu, na wanajaribu kututoa katika wasiwasi mkubwa kutokana na historia inavyojionyesha baadhi ya wakfu ambazo zimetolewa na hatimaye zimepeperuka. Swali langu la kwanza, kuna mikakati gani ikiwa imefahamika kwamba zipo wakfu ambazo wametoa watu na hazijulikani zilipo, lakini waliokabidhiwa wanajulikana? Swali la pili, mnatuthibitishia vipi kwa sisi ambao sasa tupo pengine tunahitajia kutoa wakfu kwamba wakfu zetu zitakuwa salama? Hapo ulipopita kuna mkono, nafikiri hapa kuna shekhi namuona na mkono hapo. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Ali Nasor, natokea Jai Vijibweni Kigamboni. Katika swali langu moja tu kwamba kuna katika Shekhe Kasim Huseni katika mazungumzo yake alizungumzia kwamba haifai katika mtu ambaye chumo lake lilianzia labda katika mambo ambayo si ya halali, lakini baadaye mtu huyu akatubia kama kauli aliyotumia shekhe pale kwamba akaokoka, akaamua kutubia kikweli na kuwa katika mstari ulionyoka. Shekhe alizungumzia pale akasema kwamba mali hii haifai wakati ameshatubia. Sasa naomba ufafanuzi katika sura ya pili aya 279 ambayo inasema fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Katika aya hii kuna kipengele kinasema kwamba katika tafsiri, msipotubia basi jitangazieni vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mkitubia falakum ru'usu amwalikum, basi ni haki yenu, rasilimani yenu, mmeshatubia ni haki yenu, zile mali zenu ni rasilimani kwenu. Je, hizi nakuwa hazifai kuzitoa kwa mujibu wa hii aya? Swali langu liko hapo inshallah. Asante. Kina mama kuna natosha? Basi khairi, tupate huo wa mwisho tafadhali. Basi natosha. Naam shekhe, tutaanza na wewe, lakini pia ukumbuke kuna swali ambalo Dr. Kasim wakati anaorodhesha alipasisha swali moja kwako kuhusiana na kwamba wale wasiokuwa Waislamu wakitoa wakfu kwamba walizo swali hilo halijajibiwa. Kwa hiyo nafikiri na wenyewe utalijumuisha, ndani baadaye tutamaliza na Sheikh Kasim. Tafadhali karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nafikiri lililonilenga moja kwa moja, naona kuna mawili. Kuna wakfu kwa jeshi la polisi, sawa, na kuna wakfu umewekwa na kafiri, wanufaika ni Waislamu, ni sawa. Wakfu kwa jeshi la polisi si tatizo. Sisi tunaposema jeshi la polisi tunachukulia yale malengo sahihi ya asili, kwamba kazi ni kusimamia usalama wa raia na mali zao.
Katika Uislamu sisi hatuna shida ya chombo ambacho kinafanya kazi hiyo, chombo ambacho kinafanya kazi ya kusimamia usalama wa raia na mali zao. Kama jeshi hilo linafanya hilo kweli, sisi hatuna kigugumizi kuwa katika sehemu ya wakfu wetu inatumika. Nakumbuka hadithi muttafaqun alayhi inatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumtuma, kama sijakosea, Umar ili akahimize akakusanye sadaka na zaka kwa watu kadhaa walionekana kama wakorofi kidogo hivi. Aliporudi akakabidhi alichokabidhi, lakini pia kuna watu walitajwa kwa majina, bwana hawa wamekataa kutoa. Mmojawapo ni Khalid, kuna mwingine Ibn Jamil. Sasa alitaja watu tofauti tofauti. Mahali pa ushahidi, Mtume sallam katika hadithi yake hiyo alisema, wa amma Khalidun, ama huyu Khalid ambaye mmemuorodhesha miongoni mwa watu ambao wakorofi hawakutoa, fa innakum tadhlimuna Khalidan, ika nyinyi mnamdhulumu Khalid kumuorodhesha kwamba amegoma kutoa sadaka au zaka. Akataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kilichomtoa Khalid katika tuhuma hiyo, akasema faqad ihtabasa adra'ahu wa atadahu, huyu ameweka wakfu vifaa vyake kwa ajili ya jeshi na mapambano halali ya Uislamu. Ndipo walipopata wanavyoni wetu wa Kiislamu kwamba eneo hili anaweza mtu asionekane kule kwenye zaka ya kawaida, na ikawa amewekeza huku kwa ajili ya mapambano halali yenye nia ya kusimamia haki. Ama ikiwa polisi, kwa maana tunayodhania labda piga ua, sasa hayo ni mengine. Ikiwa polisi anatumia vibaya mamlaka yake, kimsingi sisi hatumkusudii huyo. Sisi tunakusudia pale pana muuaji, pale pana wanyang'anyi, pale pana vibaka, ili kuweza kuwadhibiti, kwa sababu ushahidi upo. Baadhi ya maeneo matukio ya kihalifu yanaripotiwa, vituo hasa vidogo vidogo, unaambia bwana, sawa, tumesikia mko sehemu gani, hebu tupeni mchoro, kwa sababu gari ya doria yenye silaha haipo hapa, kuonesha kwamba hakuna. Sasa kwa hiyo nataka kusema, ikiwa tuna uhakika polisi kwa maana hiyo ya kusimamia haki, kwa maana hiyo kusimamia usalama wa raia na mali zao, wakfu unaweza ukaelekezwa huko na haina shida. Ama mwenyewe tu ametumia madaraka, magwanda yake, sare zake kwa kusumbua watu, hiyo ni shida nyingine. Hiyo sio polisi. Hata imamu kama atakuwa anafuja mali mpaka zinaripotiwa bilioni karibu ngapi zimetafunwa, akitafuna ni mshenzi tu, hata kama imamu. Si tunaelewana? Akitafuna atakuwa amefanya ushenzi tu, hata imamu. Lakini akifanya usawa, hata akiwa polisi, magwanda yake hayatamtoa kwenye usahihi. Kwa hiyo tunasema kama polisi kwa maana ile iliyokusudiwa ya kusimamia haki, ya kupambana na uhalifu, wakfu unaweza ukaelekezwa huko na haina shida. Ama kafiri katika jamii yetu kaamua kuweka wakfu kwa mujibu wanavyoamini wanufaika ni sisi, ikiwa tuna uhakika hakuna madhila yatakayetukuta, kwa sababu kuna baadhi ya wakati sisi wenyewe tunafikia mahala kuwaomba. Ikiwa utawaomba, mnajua sisi hata msikiti hatuna pale, mnajua sisi kama hivi na sisi ni wamoja kabisa, tunaishi katika chombo kimoja, wakachanga huko madhabahuni wakatuletea sisi wakfu kama huu ambao unatudhalilisha, unatunyongesha, unatudogesha, hatuna uhalali wa kuuchukua. Lakini sisi tuko vizuri kabisa, wao wenyewe tu wanajipendekeza, wanataka kuishi na watu waliokuwa wana imani ya kweli bila ya kuwaomba,
na wala hatuna chembe ya unyongi tunaoona huko mbele yetu. Wakitoa na watoe, na Mwenyezi Mungu atawalipa wingi wa mali ili watoe zaidi. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Lakini utoaji wao hautawapatia pepo kama tunavyotaraji sisi, kwa sababu kigezo cha kupata pepo ni imani ya kweli ya kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hayo ndio ambayo yanasemwa kisheria na ndivyo ambavyo tunaamini yako sawa. Kuna nukta gani? Nadhani haya ndio yanilenga mimi moja kwa moja. Mwenyekiti. Naam, kuna swali moja nadhani ungetuweza kutusaidia hili la hukumu ya kisheria kwa wanaotumia vibaya hizo mali za wakfu. Hapana shaka hao ni wahalifu kama wahalifu wengine, mali ya wakfu, bali sio tu wasimamizi. Na hapa nikipenda nikumbushe, mtu anayeweka wakfu kama ataona hakuna msimamizi mwaminifu, anaweza akawa ni yeye akasimamia. Tuna mtu tunamuita nadhirul waqfi, yule anayosimamia na kuangalia ili kujiridhisha kuona kwamba wakfu unafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Sasa kama aliwapa watu kwa kuwaamini, ikibainika si waaminifu, wamekuwa na khiana, hao ni wahalifu, washughulikiwe kama vibaka wengine. Na nafikiri ziko baadhi ya taasisi wameonekana watu wamefuja wakfu, nafikiri mchakato unaendelea. Kwa tusema hawawezi kuachwa kwa sababu eti ni mashekhe. Hao wachukuliwe ni wahalifu, wamefuja mali za Waislamu, na watafikishwa katika vyombo vyenye mamlaka kama wahalifu wengine. Kuwa ni mashekhe wa msikiti, labda ndio maimamu, labda si ndio wanakamati, vyeo hivyo haviwatoi katika tuhuma mbaya hii ambayo inadhalilisha na kufanya Uislamu uwe na jina baya. Shukran. Naam, Dr. Kasim, nadhani maswali yako mawili tafadhali. Maswali yalikuwa mawili, mimi nalikumbuka moja tu, lakini ninayokumbuka kwamba je, sisi viongozi wa sasa hivi wa taasisi zetu tunaopokea mali za wakfu tunathibitisha vipi uadilifu wetu? Hili ni swali gumu, kwa sababu wanaotoa mali wenda wakapeleka kwenye taasisi au wakapeleka nje ya taasisi, na wanaweza kupeleka kwenye taasisi ya msikiti kisirisiri, wakampa imamu, bwana mimi nataka asijue mtu, kwa sababu akitangaza itaonekana ni ria, atakosa thawabu zile zote. Sasa fikra za namna hiyo za usiri pia nazo zimepoteza mali nyingi, kwa sababu anapokufa yule mtu yule aliyoachiwa pengine naye ametangulia kufa au atakufa muda mfupi baadaye, kwa hiyo hakuna rekodi yoyote. Sasa taasisi kama ya msikiti inatakiwa iwe na bodi ya wadhamini pale, na ile wakfu isitolewe kwa imamu au mtu mmoja mmoja, itolewe kwa viongozi ambao ni wadhamini wa msikiti pale, wao wataisajili. Lakini sisi kama Auqaf Tanzania, moja ya jambo ambalo tunaliendea, mbali ya kusajili hizi mali huko RITA, tutawaomba muzisajili pia. Kuzisajili tu, mimi nimetoa wakfu kitu fulani mali fulani nimeikabidhi kwa nadhiri fulani, matumizi yake yatakuwa hii, faida yake itaenda hivi hivi. Information hii tu tukaweka kwenye kanzi data ambayo kila Muislamu anaiona, hilo ni jambo kubwa sana tukafikia. Uadilifu wa viongozi inategemea wanapatikanaje pale msikitini au kwenye taasisi yoyote. Uzoefu wangu nimeona wakati taasisi inaanzishwa inakuwa ni taasisi ya wazi ya watu wengi, na watu wengi wanapenda kujumuika, lakini baadaye pole pole
wanajitoa, wanajiweka pembeni, inakuwa taasisi ya mtu mmoja. Na tusiachie hizi taasisi zikawa za mtu mmoja. Mkiitwa kwenye kufanyisha uchaguzi au kusimamia, itikieni na mchukue majukumu. Lakini kuna watu hawataki kuchukua majukumu. Taasisi nyingi hapa zinaanza na watu wengi, zinaishia na watu wachache, mwisho inakuwa taasisi ya mtu mmoja, mwisho inakuwa ya familia yake, yeye na watoto wake. Siku akifa zinakutwa hati chungu mzima, hazijulikani za nini, basi wanazifanyia utaratibu. Sasa hili swali la pili la kisharia, mimi siwezi kulitoa ufafanuzi, kuna mashekhe zangu hapa nitawaachia, lakini niseme tu Qur'ani haijaacha kitu, imekava kila kitu. Sasa yako mambo yanaingia pale, hata nabaatha rasula. Nyinyi hamtakuwa na dhima kama mpaka mmefikishiwa ujumbe. Sasa hivi dunia nzima hakuna ambaye hajafikishiwa ujumbe. Kwa hiyo watu wengine ambao wangesamehewa kwa sababu mtume na Qur'ani walishafika wakatuletea ujumbe, wale tena wanadhima ya kutokubali ule ujumbe. Sasa tuzungumzie swala la kisharia ambalo nitamwomba Sheikh Muhammad Isa au Sheikh Shams walitolea ufafanuzi. Hili la Muislamu anafanya mambo ya kuuza madawa ya kulevya, akajilimbikizia mali, sasa tena anakuja anasema subhanallah, mimi nimekuwa nafanya hivi, basi hii mali yangu yote naipeleka kwenye wakfu, inajuzu? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Taha, mimi nataka umalizie hii. Tumeambiwa pale falakum ruusu amwalikum, na mtu kauliza hili swali, likamilishe hili, alafu mwisho kuna mtu ameuliza nikitaka kutoa wakfu ni taasisi gani wanapokea wakfu za viwanja. Hili nalo utalimalizia Dr. Kasim. Sheikh Taha, naomba kwa maswali haya mawili tufunge, alafu nimwachie mwenyekiti. Kuna mtu aliuliza akasema falakum ruusu amwalikum, tafsiri haya Muhammad, hebu nikumbushe vizuri. Fa in tubtum falakum ruusu amwalikum, nini hapo? Swali ni kwenye nukta gani? Alizungumzia wakfu kwamba kazitoa, kakusanya mali nyingi, alafu baadaye anataka kutoa wakfu, lakini wanamwambia kwamba hawezi kufanya vile vitu. Wakati aya imekuja mwisho akasema fa in tubtum falakum ruusu amwalikum, mkitubu dhambi ya kula riba ni rasilimali alichukua kwenye wakfu yeye. Ndio nasema sasa tunachotaka kufafanua ni nini, labda tuweke sawa nini dhana falakum ruusu amwalikum. Inazungumzia watu walikuwa wanakula riba huko nyuma bila kujali. Sasa walillahi alhamdu, Allah amewanusuru, wameona ubaya wao. Sasa nishakwambia Sheikh Babu ana hizi 100,000 lakini ipatikane 1,500,000 na ushajitayarisha. Kwa hivyo mimi nikitubia na kuja chukua laki. Ruusu amwali pale rasilimali, maana yake ile hela halisi bila ya cha juu. Kama mmetubu basi chenu ni kile kiwango halisi ulichokopesha. Kama 100,000 ni laki, tena itakuwa hakuna haja ya kuwa 100,000 na 50,000. 50 na kwenda wapi? Sasa fafanua hapo tuone swali la ndugu yetu kwenye eneo letu la wakfu ni nukta gani ambayo inataka. Labda tuulize hii 50 uliyosema baada ya laki, hii 50 inakwenda wapi? Alishaichukua au alishaitoa au aliahidi ataitoa? Aifanye nini baada ya kuchukua 100,000 ile 50? Mimi kama nimwambia mtu 100,000 anipe 1.5,
maana kinachukua moja, hii nusu inabaki kwake, sichukui tena. Au nilikushachukua nimejuta ninazo. Sura ya pili ni hiyo. Inawezekana ninajuta, sitaki kula riba, sitaki kula haramu, lakini ndio tayari nishapewa. Wewe ulinipa, ulikopa 100,000 ukalipa 1.5 kama nilivyokutaka. Sasa nimetoka kwenye muhadhara hapo, nimesikia kumbe vibaya, na alhamdulillah zamu yangu ya kutubu imefikia. Sasa labda ndio hiyo la msingi hii, kama naweza kukurudishia na kurudishia wewe mwenyewe. Imeshindikana, pengine atalallahu hayatak, umejiondokea ulimwenguni, na irudisha katika masalihi ya jumla tu, itumike katika jamii kijumla jumla, sio kulisha wanangu na familia yangu. Inshallah. Tumalizie kwa Sheikh Kasim. Nataka kutoa wakfu, ni taasisi gani wanapokea wakfu za viwanja? Baada hapo mwenyekiti utafunga. Nafikiri Sheikh atajibu vizuri. Hili swali ni la kupigia debe, na mimi niseme fanya uchunguzi, taasisi gani au msikiti gani au chombo gani kina uadilifu na kina wasimamizi wazuri. Lazima ufanye utafiti kidogo. Na sasa katika yale ambayo tumeona, kwanza hizi foundations zetu hapa zote, kuanzia Asasi Dhin-Nuraini, Msikiti wal Juma, ziko karibu taasisi karibu 30 ni nzuri, na Hayatul Ulama ni moja wapo. Na leo tukizindua toa, leo tukizindua toa, tutazindua kesho wakfu hapa, na zianze kutiririka kesho wakfu. Kwa hiyo Hayatul Ulama itapokea na shirika itasimamia, na sisi Awqaf Tanzania tunakuwa nadhir. Wallahu wa rasuluhu alam. Mambo haya ndio wafakana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Naam, shukrani sana kwa mashehe wetu kwa kuweza kutupitisha katika hii mada ya kwanza, na nawashukuru wote pia kwa kuwa dhahiri katika session hii. Na baada ya kufanya haya, basi Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi haya ambayo tumeyasikia, tuwe ni wenye kuyafanyia kazi na yawe ni kwenye manufaa kwetu sisi sote. Nawashukuru sana mashehe, niwatakie Mwenyezi Mungu aweze kuwahifadhi na aweze kutuhifadhi sisi sote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana Sheikh Taha kwa kuongoza